بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وأصحابه ومن سن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، درس ya pili katika usul الثلاث. Na katika darsa iliyopita tulikuwa tumeangazia masail ambazo kwamba ni masail nne, na tulikuwa tumeangazia masala ya kwanza ambayo ni ilm ya kumjua Allah tabaraka wa taala, na pia vile vile kumjua mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallama, na pia kuijua dini ya Uislamu, na pia vile vile kuyajua hayo yote kutokana na adilla. Na tumesimamia katika qaul ya Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala pale aliposema ya kwamba man faraqa ad-dalil dhalla as-sabil, aliyewachana na dalil ambayo kwamba ni qala Allah wa qala ar-rasul, hakuna shaka ya kwamba huyu dhalla as-sabil, ashapotea njia, kwa sababu Uislamu umesimamia katika Allah amesema na mtume wake amesema. Na itakuwa ni jambo la kukushangaza ikiwa mtu pengine atasimama kwenye mimbar, ama atakuwa ni mwenye kuhusiana kutoa wasia wake, awe ni mwenye kutumia zaidi ya dakika kadhaa ilhali haujasikiza qala Allah wa qala ar-rasul. Katika maneno yake yote hakuna aya ndani yake, wala pia vile vile hakuna hadithi ndani yake. Hakuna shaka ya kwamba huyu hatakuwa ni mwenye kulingania Allah tabaraka wa taala kwa njia ambayo kwamba ni njia yenye kustahiki, kwa sababu atakayewachana na qala Allah wa qala ar-rasul, hakuna shaka ya kwamba huyu atakuwa ni mwenye kupotea. Akasema rahimahullahu ta'ala, athani, ya pili ni al-amalu bihi, ni baada ya kuwa mtu amekuwa ni mwenye kujua, amejifunza ilm, akajua kutokana na adhamat Allah subhanahu wa ta'ala, na pia vile vile akajua mtume wake sallallahu alayhi wasallama, na pia vile vile akajua dini ya Uislamu, na pia vile vile akawa ni mwenye kujua hayo yote kwa kupitia kitabu na sunna za bwana mtume sallallahu alayhi wasallama. Basi jambo litakalofuata ni mtu awe ni mwenye kufanya vitendo, kwa sababu thamar ya ilm ni al-amal. Matunda ya mtu kujua na kujifunza ni sharti awe ni mwenye kutenda, na hakutokuwa na faida yoyote ikiwa umehifadhi Qur'an, ukahifadhi hadithi za bwana mtume sallallahu alayhi wasallama, ukawa ni msomi wa hali ya juu, lakini ifikapo katika vitendo ukawa wewe ni sifri al-yadain, hauna chochote katika vitendo. Kwa sababu hata siku ya kiyama watu wataingia ndani ya janna kwa sababu ya vitendo. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, ingieni ndani ya janna kutokana na yale ambayo kwamba mlikuwa ni wenye kuyatenda. Sema Allah subhanahu wa ta'ala, man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Atakayefanya, atakayetenda, man amila saliha, atakayetenda matendo mazuri, bishart awe yeye ni mu'min, awe ni muislam, basi Allah subhanahu wa ta'ala atampa maisha ambayo kwamba ni maisha mazuri. Kwa hivyo al-ilm thamari yake ni vitendo, na lazima tuwe ni wenye kutenda kutokana na yale ambayo kwamba tumejifunza, kutokana na yale ambayo kwamba yanapatikana ndani ya Qur'an, pia vile vile ndani ya ahadithi za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo jambo la pili ni mtu kuwa na vitendo ambavyo kwamba vinaambatana na ile amal na ile ilm ambayo kwamba amekuwa
ni mwenye kuisoma. Jambo la tatu akasema rahimahullahu ta'ala, athalith jambo la tatu ni athalith ni ad-da'watu ilayhi, ni mtu kuifanyia kazi, kulingania watu katika ile ilmu ambayo kwamba ameisoma ya kujua Allah subhanahu wa ta'ala, kujua ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala, na baada yake akawa ni mwenye kufanya vitendo. Basi sharti ya tatu ni mtu awe ni mwenye kufanya vitendo kutokana na vitendo ya tatu ni mtu awe ni mwenye kulingania watu katika kuwaelimisha na kuwajulisha ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndipo watu wawe ni wenye kufanya nini? Wawe ni wenye kufanya mema, na pia vile vile wawe ni wenye kuachana na maovu. Na hiyo ndiyo sababu kubwa ambayo kwamba imejalia umma huu, ummati Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, uwe ni umma bora, uwe ni umma bora zaidi ya wale umma ambao kwamba wamekuwa ni wenye kutangulia. Asema Allah subhanahu wa ta'ala, kuntum khayra umma ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nyinyi ni umma bora. Katika sababu ya kukuwa nyinyi ni umma bora ni kwa sababu nyinyi huamrisheni mema na pia vile vile mnakatazana maovu. Na kuamrisha mema na kukatazana maovu sio amal, sio kazi ya wale ambao kwamba ni wasomi peke yake, ambao kwamba ni masheikh, ambao kwamba ni imam, ambao kwamba ni walimu, la bal ni kazi ya kila mtu ndani ya ummati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu kullukum mas'ul wa kullukum, kila mmoja ni mas'ul kwa kila ambacho kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemwekea. Mwanamke ni mas'ul ndani ya nyumba yake, ni wajibu kwake katika kuhakikisha ya kwamba amelainisha akhlaq na tabia za watoto wake. Mwanaume ni mas'ul kwa nyumba mzima, bibi yake na watoto wake, wama ila dhalika. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallama, man raa minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, yoyote ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kupata uovu ukitendeka, awe ni mwenye kutoa kutokana na mkono wake, ama akitumia mkono wake. Fa in lam yastati', akiwa hatoweza, pengine huo uovu unafanyika lakini hana uwezo wa kuondoa kupitia mkono wake, fabilisanihi, basi awe ni mwenye kuukemea, awe ni mwenye kueleza wale ambao kwamba wanafanya ule uovu ya kwamba jamani, mnayoyafanya si sahihi, ni yale ambayo kwamba yanamghadhabisha Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in lam yastati' fabiqalbihi wa dhalika adhafu al-iman. Na ikiwa mkono utashindwa na pia ulimi uwe ni mwenye kushindwa, basi uwe ni mwenye kuudhika kwa roho, lakini ukijua ya kwamba hiyo niyo imani ambayo kwamba iliyokuwa dhaif, lakini maa dhalika ya kuwa ni dhaif, bado hiyo itakuwa ni iman. Kwa hivyo jambo la tatu atueleza rahimahullahu ta'ala ni ad-da'watu ilayhi, ni kulingania watu katika kufanya mambo ya khair, ni kuitia watu katika kuwalingania hii dini, watu wawe ni wenye kujua hii dini. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah, uwe ni mwenye kuwajulisha watu na wajua ya kwamba hakuna mola pasiawe kuabudiwa isipokuwa ni Allah peke yake, an la ilaha illa Allah. Na pia vile vile asema Mtume sallallahu alayhi wasallama ya kwamba balligh anni walau aya, ni fikisheni hata kama ni aya moja peke yake. Ni nani kina nani miongoni mwetu ambao kwamba hawajajua aya moja peke yake? Inatosha ya kuwa ikiwa wewe ni Muislam, umueleze yule ambaye kwamba ni mfanyakazi ambaye kwamba anakufanyia kazi kwako, uwaeleze wale ambao kwamba mnafanya kazi pamoja ya kwamba jamani, Allah ni mmoja peke yake, qul huwallahu ahad, hiyo peke yake, aya moja, Allah ni moja, na Allah sio utatu utakatifu. Hakuna
Mungu mama, Mungu mwana, Mungu la. Allah ni moja peke yake. Kwa hivyo ikiwa peke yake utafanya hilo, utakuwa umeleta wajib ambayo kwamba inatakikana juu yako.